Emmanuel Arnold Okwi ni miongoni mwa wachezaji wachache ambao walibahatika kufanya vizuri katika vilabu vya Tanzania, yani hapa namaanisha vilabu vikubwa, yani Simba na Yanga. Ni nadra sana kwa wachezaji wa kigeni kufanya vizuri katika vilabu vyote viwili. Yani imezoeleka kuwa mchezaji atapofanya vizuri klabu moja, yani aidha Simba au Yanga, atapohamia upande wa pili huwa anapotea kabisa katika soka, katika uwezo wa kisoka. Lakini hii ni kwa tofauti kwa Emmanuel Arnold Okwi, kwa kuwa Emmanuel Arnold Okwi ni miongoni mwa wachezaji wachache ambao walipata kuwika katika vilabu vyote kwa nyakati tofauti tofauti. Emmanuel Arnold Okwi alitokea nchini Uganda akaingia Tanzania ambapo alikuwa na umri mdogo, alikuwa na umri wa miaka 17 tu, akajiunga na Wekundu wa Msimbazi Simba. Miongoni mwa wachezaji wachache ambao watapata kukumbukwa sana na klabu ya Simba, japokuwa amechezea vilabu vyote, yani Simba na Yanga, lakini Simba ndio watamkumbuka sana kwa kuwa amecheza Simba kwa mafanikio makubwa ukilinganisha na Yanga. Sio kwamba Yanga hakupata mafanikio na kule Yanga alipata mafanikio, lakini huwezi kufananisha mafanikio makubwa ambayo ameyapata Emmanuel Arnold Okwi akiwa na Wekundu wa Msimbazi. Baada ya kutua kwa mara ya kwanza nchini Tanzania akijiunga na Wekundu wa Msimbazi, Emmanuel Arnold Okwi alifanya vizuri kiasi cha kuwa alikuwa mfungaji bora wa ligi ya Tanzania Premier League, ambapo alitoa kiatu cha ufungaji bora akiwa na Wekundu wa Msimbazi. Emmanuel Arnold Okwi alihudumu kwa vipindi viwili, ndipo akaamua kuondoka na kwenda Uarabuni ambako alicheza kwa kipindi cha miaka miwili pasipo mafanikio makubwa kama aliyoyaacha huku Tanzania, yani klabu ya Simba. Kabla sijaendelea na update hii, ni kukumbushe wewe ambaye bado hujasubscribe, chini ya video hii utaona maneno yaliyoandikwa subscribe, utayabonyeza kisha utabonyeza alama ya kengele. Lakini pia kabla sijaenda mbali zaidi, ukomenti hapo chini useme wewe unamkumbuka Emmanuel Arnold Okwi kwa engo ipi, unamkumbuka akiwa Simba au akiwa Yanga, na unayaonaje mafanikio yake. Sasa tuendelee. Emmanuel Arnold Okwi baada ya kurudi nchini Tanzania alicheza kwa vipindi viwili akiwa na Wekundu wa Msimbazi, yani akacheza kwa misimu miwili akiwa na Wekundu wa Msimbazi, na hatimaye akaondoka tena kwenda akahamia Jangwani, yani akahamia mitaa Jangwani ambapo alihama Simba na kuhamia Yanga. Mashabiki wa Simba aliwaacha katika kipindi ambacho walikuwa wanamhitaji sana, kwani kipindi hicho Simba kulikuwa na migogoro ya hapa na pale. Lakini Emmanuel Arnold Okwi alicheza kwa msimu mmoja akiwa na Yanga na hatimaye akaondoka tena kwenda Uarabuni ambako alicheza kwa kipindi cha misimu 4, ndipo akarudi tena kwa mara nyingine, kwa mara ya tatu akijiunga na Wekundu wa Msimbazi, ambapo wengi walimbeza sana na kusema kuwa Emmanuel Arnold Okwi amezeeka. Na ukumbuke kuwa kipindi hicho Emmanuel Arnold Okwi alikuja tena ikiwa Simba ndio kwa mara ya kwanza 2018-19 ndio walichukua ubingwa wao wa kwanza mara baada ya kupoteza kwa misimu 4 mfululizo, kitu ambacho Emmanuel Okwi aliibuka mfungaji bora. Emmanuel Arnold Okwi alicheza kwa mafanikio makubwa, japokuwa mwanzo wakati anaingia timu ya Simba alibezwa sana na mashabiki wa upande wa pili, yani mashabiki wa Yanga, huku wakisema kuwa Emmanuel Arnold Okwi ni mchezaji ambaye amezeeka, kiwango chake kimeisha, lakini aliwazidishia kwamba yeye ni kisu cha buchani, anaisha na makali yake. Kwa hiyo alionyesha makali hayo kwa kuibuka na kuwa mfungaji bora wa ligi ya Tanzania na kuisaidia timu ya Simba kutoa ubingwa ambao iliukosa kwa miaka 4 mfululizo. Emmanuel Arnold Okwi msimu unaofuata ndipo alikumbana na upinzani mkubwa kutoka kwa Meddie Kagere ambaye alijiunga na timu ya Simba akitokea nchini Kenya ambako alikuwa anacheza. Licha ya kuwa kulikuwa na ushindani katika namba za ushambuliaji, lakini Emmanuel Arnold Okwi pia alionyesha hilo kwa kuwa
ni msimu pekee ambao alifunga assist nyingi sana akiwa na Simba. Japokuwa hakubeba kiatu cha ufungaji moja kwa moja, lakini alikuwa mfungaji namba 2 wa timu ya Simba, lakini pia na mfungaji namba 2 wa ligi nzima ya Tanzania. Ndipo wengi wakaona kuwa Emmanuel Arnold Okwi na Simba ni dam. Yani Emmanuel Arnold Okwi kiwango chako kipo ndani ya Simba, kwa kuwa alikuwa akiondoka akienda kucheza nje hang'ai kama anavong'ara akiwa na Simba. Huku wengine wakaona kwamba Emmanuel Arnold Okwi hastahili kuondoka Simba, anastahili kuendelea kubaki Simba, kwa kuwa yeye akiwa na Simba anapata mafanikio makubwa sana. Lakini hata hivyo, kelele za mashabiki na uhitaji wa mashabiki haukutosha kumbakiza Emmanuel Arnold Okwi, lakini aliona yeye anastahili kwenda sehemu nyingine kutafuta malisho mengine ya kimpira. Hapo aliondoka akiwa amewaacha wanasimba wakiwa na furaha, kwa kuwa aliwarejeshea ubingwa ambao waliukosa kwa kipindi kirefu, na sasa ufalme huo akaukabidhi kwa Meddie Kagere. Emmanuel Arnold Okwi alielekea Egypt ambako alicheza kwa msimu mmoja na hatimaye akarudi nchini Uganda. Emmanuel Arnold Okwi alirudi nchini Uganda ambako alicheza kwa kipindi amecheza kwa kipindi kirefu mpaka hivi sasa. Kabla sijakupa update kamili ambayo imekufanya ukao hapa, nikukumbushe wewe ambaye bado hujasubscribe, chini ya video hii utaona maneno yaliyoandikwa subscribe. Utabonyeza maneno hayo, kisha utabonyeza alama kengele, na ukifanya hivyo tayari utakuwa umejihakikishia kupata update na habari zetu punde zinapokuwa zimetokea. Emmanuel Arnold Okwi, mashabiki wengi wa Simba wanamkumbuka, huku wengine wakisema kwa kuwa alipata mafanikio makubwa sana anastahili kuja kujiunga na Simba tena na ajiunge kama kocha, kwa kuwa anastahili kupata kiatu cha kuwa yeye ni kocha wa Simba, kwa kuwa amechezea kwa mafanikio makubwa tu. Na wewe kama mfuatiliaji na mpenzi wa mpira, je, unahisi Emmanuel Arnold Okwi kwa kuwa alifanya vizuri akiwa mchezaji, je, akirudi tena kama kocha wa Simba ambapo Simba imekuwa haina makocha wazuri, je, atapata mafanikio makubwa kama aliyoyapata alipokuwa mchezaji, au kuwa tu mchezaji kulitosha, hastahili tena kurudi kama kocha? Utaacha maoni yako hapo, pia nitayapitia. Lakini pia nikukumbushe wewe ambaye bado hujasubscribe, chini ya video hii utaona maneno yaliyoandikwa subscribe. Utabonyeza maneno hayo, kisha utabonyeza alama ya kengele, na ukifanya hivyo utakuwa umetisha kinoma noma. Lakini nikukumbushe tena, usisahau kusubscribe. Chao.